Ni kwamba labda nizungumzie kwenye crypto and the blockchain technology. Kuna sekta mbalimbali. Unajua nyenye ni sekta ile au kuna categories mbalimbali. Na ndio maana nasema cryptocurrency na blockchain lazima itakuja kufundishwa tu kwenye mashule yetu. Kwa sababu ndio uchumi ulipo. Ushempata? Sasa kuna category kama 4. Ya kwanza tunazungumzia juu ya trading. Watu kwenye crypto wana trade na wanapata faida. Na hii inahitaji elimu pia mtu ajifunze. Kwenye crypto pia kuna mambo yanaitwa mining. Ndio kama hivyo ambavyo unavyoona kwenye Pi na watu wanakusanya sarafu. Hiyo tunaita a way of distribution of what the asset to the community. Alafu inayofuata inaitwa holding. Kuhold maana yake ni kununua sarafu au asset na kuziacha kwa muda fulani hadi zipande thamani na watu waje kutengeneza faida kubwa sana. Na vijana wengi wanafanya hiyo shughuli. Na ya mwisho ndio inaitwa staking. Sawa. Kustaking sasa hapa ndio imechukua mifumo ya kifedha in the traditional bankings zimehamishwa kwenda kwenye mifumo ya cryptocurrency. Sasa huko ndio maana nasema huko mbeleni utakuwa hauongei na mtu, yani mifumo na wewe basi. Staking inaendeshwa na kitu kinaitwa DeFi, means decentralized finance. Mifumo ya kifedha iliyo katika mfumo wa kujiendesha wenyewe. Kinachoifanya mfumo huu ujiendeshe inaitwa mikataba mahiri au smart contracts. Hii smart contract ni lugha ya kikompyuta ambayo imekuwa encoded language ambayo ina uwezo wa kufanya maamuzi ya ku-execute miamala au kuruhusu muamala ufanyike na utoke kwenda kwa mtu mwingine bila kuwa na customer care anayeweza kuruhusu ule muamala. Hiyo ndio moja ya kitu kikubwa katika mifumo ya cryptocurrency and the blockchain. Sasa kwenye hii mifumo ya DeFi, sasa mimi nazungumzia DeFi ambayo ndani yake ina kitu kinachoitwa flash loan. Flash loan ni mifumo ya kiblockchain inayoruhusu mteja kukopesheka bila kuwa na dhamana yoyote. Bwana yes. Hiyo ndio teknolojia ya sasa hivi. Kwa hiyo mifumo hii bwana, hii mifumo inaweza kumwezesha mtumiaji wa blockchain kunufaika na blockchain bila kuwa na mtukati yoyote. Unahitaji kuwa tu na ada ya kuombea mkopo, ambapo unakopeshwa. Kwa mfano ukisha deposit ada yako unakopeshwa $30,240. Hii pesa wewe huna control ya kuitoa kwa sababu iko under smart contract. Kuna makufuli pale unaona yamelock kabisa. Ila mkataba wako unakuonesha mkataba wako umejiunga tarehe fulani ya mwezi fulani na utaisha tarehe fulani ya mwezi fulani. Kwa hiyo inaendelea kuchakatwa pale. Ni kama vile unavyozungumzia fixed account. Pesa kuweka benki kwenye fixed account maana yake wewe hauwezi kufanyaje kuitoa hadi mkataba mliokubaliana. Hiyo ndio staking sasa kwenye ulimwengu wa nini wa blockchain and cryptocurrency. Kwa hiyo fedha ile inachakatwa kule, ndio mtaji wako sasa pale. Ndani ya miaka yako mitatu utakuwa umetengeneza faida ya $35,000. Mbali na kwamba hiyo mifumo na yenyewe itakuwa imeshapata faida za kutosha kupitia mkataba wako wewe. Umeshanipata? Kwa sababu hapo utahusisha masuala ya crypto banks hizo, insurance companies ambazo zimesimamia ule mkataba wako na wao pia wanapata cha kwao. Baada ya kumaliza, maana tayari mkataba ukiisha inakuja tu email yako inakwambia bwana your contract has been expired and you can go and withdraw your profit. Na mfumo huu ni anonymous kama ambavyo ilivyo Bitcoin. Yaani ni mfumo ambao umjui CEO wala nini wane. Sasa ukija kwenye ulimwengu wa kawaida huko mtaani, yaani mtu ukimwambia bwana hii ni anonymous, hujui CEO, anaona Mungu wangu hapa naenda kupigwa. Napoteza. Bitcoin leo hii inazungumziwa hadi kwenye BBC, kwenye kwenye CNN, haina humjui CEO wala hujui ofisi iko wapi. Binadamu tunabadilika sasa hizi. Leo hii watu tunafanya biashara na watu mtandaoni bila hata kuonana naye, unamtumia pesa na mzigo anakutumia kwenye abudi. Anakutumia kwenye gari. Je, kama akikudhurumu? Kumbe manake social media na kila kitu imetutengenezea kama kijiji huko mtaani. Yaani kama kijiji ambacho kimefika mahali tumeaminiana.
Kwa hiyo uweze kushindwa kufanya maamuzi yetu kwa shilingi 300,000 ya kufanya jaribio la maisha yako miaka 3 ijayo. Na mikataba yake ikoje hii ambayo umeizungumzia, mtu akisha invest ile ni fee kama pesa kiingilio? Yes, kama ada. Yes, ada. Ada yake katika ule mkataba anaopewa na zile pesa anazokopeshwa bila dhamana, ikoje hii mikataba, ina muda gani? Okay, mikataba ipo katika kategori 3. Okay. Kuna mikataba ya miaka 3, kuna 5 na miaka 7. Ya miaka 3 yani kila mkataba unagharimu $100 kama ada ambayo kama shilingi 300,000. Katika mikataba yote inafanana. Ila mikopo yake ndio inatofautiana. Alafu na muda wa kusubiri mkataba pia na wenyewe unafanyaje, unatofautiana. Lakini pia na mapato pia yanatofautiana. Kwa kuna mkataba wa miaka mingapi na miaka? Mkataba wa miaka 3, baada ya kumaliza mkataba wako unatengeneza $35,000, ni sawa sana milioni 98 za ukiangalia, of course ni pesa kubwa sana. Kuna watu wanafanya kazi hadi anastaafu miaka 40 huko anapata milioni 50, milioni 60 au 60. Lakini mimi nakaa miaka 3 tu, then unapiga shuti la kumpiga chula teke. Mikataba ya miaka 5 yenyewe unapata mkopo wa $43,200 ambayo mwisho wa mkataba miaka yako 5 utakuwa umetengeneza $471. Ni almost 1 billion na milioni 400 au 500 exactly. Mkataba wa miaka 7 wenyewe ni mkopo ni $43,200 na mwisho kabisa inakupatia zaidi ya milioni 1 ya Kimarekani. It's like 2.5 billion. Kwa hiyo kufa umaskini kwenye kipindi cha teknolojia hiki ni kuamua mwenyewe. Kama utaamua kufunga akili kama mimi siwezi kujifunza hayo mambo, mimi siyawezi, hayo mambo ni ya watu fulani, basi baki hivyo hivyo. Lakini kijana yote ambaye atakaye update akili akaamua kuingia kwenye hii mifumo lazima atusue. Labda mimi niseme kitu kimoja. Kwa kuwa mataifa yetu ya nchi za Kiafrika bado hawaamini kwenye mifumo ya blockchain na cryptocurrencies, mimi nawashauri vijana kwamba wateke riski zao wenyewe. Kwa sababu gani? Hata sisi wenyewe tumeingia huku, tumeteki riski wenyewe. Game changer ni wewe mwenyewe. Ni wewe mwenyewe. Yaani wewe mwenyewe ndio unayeamua ngoja nikapambane. Riski lazima uiteki wewe mwenyewe. Kwenye maisha, wangapi ambao wanaofungua maduka mtaani na yanakufa? Anamshtaki nani? Au anamwambia mwenye nyumba nirudishie ile kodi ambayo nilikupatia? Sijauza huu mwezi. Is it possible? Hapana, maana yake narudi kwenye point ile ile kwamba once you struggle in life kutafuta maisha yako, take your own risk. Waliopiga hatua fulani watakusaidia tu kukuonesha njia ABC. Jamii haitokufurahia au kuona wa maana ukiwa unapambana, ila ukitoboa wewe ndio mjanja. Kwa usitegemee kuanza kupewa sifa na mapongezi ukiwa kwenye harakati. Yale. Subiri ufanikiwe ndipo waseme una akili. Haijalishi ulipita wapi. Abogasti, shukrani sana, na najua kuna mengi ya kuzungumza hapo, na hii inayoitwa DeFi tuna muda zaidi wa kuendelea kuifahamu zaidi. Yes. Na tutapata nafasi pia kuwa nayo tena. Wakasome tu kwenye waende Google wasome DeFi, alafu wakasome flash loan, alafu wakasome kitu kinachoitwa Cryptex. Nafikiri hapa ipo hapa Cryptex. Yes. Na ndio maana hata kwenye t-shirt yangu huko nyuma nimeandika hii nimeandika hapa. Hebu isome vizuri bwana. Andika 3 years plan poverty killer with blockchain technology. Yes. Maana yake mipango ya miaka 3. Yes. Inakuaje? Ya kumaliza umaskini kabisa. Kutumia teknolojia ya blockchain. Yeah, hiyo ndio blockchain and the cryptocurrencies. Okay, ina maajabu makubwa sana. Ina maajabu. Na vijana pia lazima tuangalie ama tuchangamkie. For sure. Sasa shukrani sana Abogasti. Bila shaka, shukrani sana. Wewe ni mtaalamu bwana, na kukupata haikuwa rahisi. Na watu waelewe, kumpata Abogasti haikuwa rahisi, na yeye ni mbobezi, sio tu balozi wa Pi Tanzania, lakini pia anajihusisha na masuala ya